السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، النسخ تعريفه: النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه من الكتاب والسنة. فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم. النسخ. تعريف النسخ لغة: النسخ لغة الإزالة والنقل. النسخ katika lugha ya Kiarabu ni al-izala, kule kuondosha na kuhamisha. Wa min ash-shahid, na miongoni mwa ushahidi kuwa an-nasakh lughatan ni al-izala, inaposema nasakhati الظل الشمس أو نسخت الشمس الظل. نسخت الشمس الظل أي أزالته. jua imeondosha kivuli, kwa maana imekihamisha kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine. Wasilahan, na an-nasakh istilahan raf'u hukmi dalilin shar'iyyin au lafdhihi bidalilin min al-kitabi wa sunna, ni kuondosha hukumu ya dalili ya kisheria, kwa maana kule kubadilisha, kuitoa katika hali fulani kupeleka katika hali nyingine, imma ambayo ina nafuu kuliko ya mwanzo. Raf'u hukmi dalili shar'i ni kubadilisha, kuondoa hukumu ya dalili ya kisheria. Maana yake unakuta hukumu ndio iliyobadilishwa, tamko lake bado linasomwa na watu wanaendelea kupata thawabu kwa kusoma tamko hili, lakini hukumu yake haifanyi kazi. Au lafdhihi, au kuondosha hukumu. Kuzungumzia hukumu huko ni kuondosha lafdhi yake, unaondosha tamko, lakini muda mwingine hukumu yake bado inafanya kazi. Au uondoshe tamko na hukumu yake pia inaondoshwa. Hiyo ni moja katika aina za an-nasakh. Na unaondosha hukumu au lafdhi bidalilin min al-kitabi wa sunna, kwa dalili inatokana na Qur'ani na Sunna. Kwa maana ilikuja dalili nyingine ambayo inakuja kuitoa hii hukumu hii kuleta hukumu nyingine. Ukasema wasayati anna min shurutihi ta'akhkhur an-nasikh 'an al-mansukh, kama miongoni mwa masharti za an-nasakh ni kuchelewa an-nasikh, ile dalili inayobadilisha hukumu ya dalili iliyopita iwe imechelewa, maana yake imekuja baada. Anil mansukhi, imechelewa na ile mansukh imetangulia.
yani ile hukumu inayoondoshwa iwe ndiyo iliyotangulia, kinachoondosha huwa kinakuja baadaye. Hii ni moja katika baadhi ya masharti ya an-nasakh. فالمراد بقولنا مقصودية قوليته رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة. يقول kuibadilisha hukumu, kuitoa katika wajib kuipeleka kwenye ibaha, au min ibahatin ila tahrim, au kuitoa katika ibaha kujuzu kuipeleka katika uharamu. Hiyo ndio makusudio ya rafu hukmi, au kuitoa katika hukumu ngumu kueleza katika ambayo ni akhafu, nyepesi kidogo kuliko ya mwanzo. Zote ni wajibu, lakini inatolewa katika mazingira ya juu pia katika mazingira ya chini. Hiyo ni moja katika aina za nasakh. Ziko aya nyingi ambazo ndani ya Qur'ani zipo, unakuta ipo lakini hukumu yake haifanyi kazi. Mfano aya ambayo inazungumzia mwanamke kabla ya kuja eda na kamili na siku 10, ilikuwa mwanamke akifiwa na mume wake atakaa ndani ya nyumba mwaka mzima bila kutoka. Lakini ikaja dalili nyingine ikaibadilisha hukumu hii ambayo tamko lake ndani ya Qur'ani lipo, ikaja hukumu ya mwanamke aliyefiwa atakaa miezi 4 na siku 10. Bado uwajibu uko pale pale, lakini umetolewa katika hali ya athqal ila al-akhaf, yani katika hali nyepesi kidogo, na mifano mingi ambayo ndani ya Qur'ani inapatikana. فخرج بقولنا تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب، أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخا. أسمى tulivyosema rafu hukmi, kubadilisha hukumu kutoka kwenye ijabu la ibaha, itatoka kwa taarifu hii takhallufu alhukmi, kule kuchelewa hukumu, lifawati shartin, kwa kule kupitwa na sharti, kule kukosekana sharti, au wujudi mani'in, au kupatikana chenye kuzuia. Muda mwingine inakosekana kufanyika jambo kwa kuwa sharti yake haijakamilika, ndio ikacheleweshwa lile jambo. Maana yake ni kwamba sharti ikakamilika, jambo litafanyika. Hii haitwi an-nasakh. Ndio maana Sheikh asema fakhala bidhalika, itatoka kwa rafu hukmi takhallufu al-hukmi, kule kuchelewa hukumu, lifawati shartin, kwa kule kupitwa na sharti, au wujudi mani'i, au kupatikana chenye kuzuia ambacho jambo limeshindikana kufanyika kwa kuwa kuna mani'un ya kumzuia mfanyaji asiwezi kufanya. Hii haitwi an-nasakh. Mithlu an yartafi'a wujubu zaka, mfano iondoke uwajibu wa zaka binaqsi nisabi, kwa sababu ya nisabu haijakamilika. Hii hukumu kwa kuwa haijathibiti, hatusemi ni an-nasikh. Kuna an-nasikh kwa kuwa shida ilikuwa ni kiwango haijakamilika. Maana yake ni kwamba ikikamilika kiwango lazima zaka ifanyaje? Itolewe. Hii haiti an-nasikh. Au iondoke ujubu sala, ai ayartafi'a ujubu sala, iondoke uwajibu wa swala liwujudi al-hayd, kwa kupatikana hedhi ambayo ni mani', fala yusamma dhalika naskha. Hii haiti naskhi, kwa kuwa huyo hakusali kwa kuwa ana kizuizi ambacho kitamfanya hukumu ya swala au jambo la swala alicheleweshe.
mpaka hii hali tayari imuondoke. Hali ikishaondoka ataendelea kusali kama kawaida. Kwa hii haitwi an-nasakh. والمراد بقولنا المقصودية قوليته أو رفع لفظ الدليل الشرعي kwa maana kusudia tamko la dalili la kisheria iwe ndio limeondoka, ima imeondoka hukumu kabakia tamshi, au ikaondoka tamshi na hukumu yake, au tamshi ikaondoka hukumu inabakia. لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون لفظ أو بالعكس. sababu naskhi asili yake imma iwe kwa hukumu basi na tamko inabakia, hukumu ndio iliondoka, au bilaksi, au kinyume chake tamko limebakia, hukumu inaendelea, tamko limeondoka, hukumu ipo. Au lahuma jami'an, au yote mawili pamoja, iondoke tamko na hukumu yake, kama sayati, kama itakavyokuja. وخرج بقولنا na imetoka kwa kauli yetu bidalili min alkitabi wa sunna, kwa maana ile an-nasikh iwe ni dalili min alkitabi wa sunna, ma adahuma min aladillati kalijma'i walqiyasi fala yunsakhu bihima. Sikasema ma adahuma, isiyokuwa kitabu na sunna, miongoni mwa dalili za kisheria kalijma'i, kama vile ijma' والقياس والقياس فلا ينسخ بهما, haifanywi naskhu kupitia al-ijma'u wala qiyas. Lazima kinachoondosha kiwe ni dalili min al-kitabi wa sunna. والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. na naskhi ni jambo ambalo linajuzu kiakili tu, inajuzu, yani akili pia inakubaliana na hili jambo. Pia si hivyo tu, wa waqi'un shar'a, na limetokea kisheria kabisa, sio kiakili pekee, kisheria. Amma jawazuhu, ama kule kujuzu an-nasakh aqlan, kiakili, kwamba akili nayo inakubali hili, bali anna Allah biyadihi al-amra, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika mkono wake kuna amri zote. Wala huwa hukmu, ana yeye hukumu ni zake zote. Lianna ar-rabb al-malik, kwa sababu ar-rabb mlezi, mtoa riziki, mwendesha mambo, al-malik mwenye kumiliki, falahu an yushari'a li'ibadihi ma tahtadhihi hikmatuhu wa rahmatuhu. Ana yeye kuwawekea sheria waja wake kwa kile ambacho inawajibisha, inapelekea hikma yake na rahma yake. Kwa maana akaamua tuwekee sheria kwa kulingana na hikma na huruma za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana yake jambo kiakili pia inakubali, sababu Allah mwenyewe akiona kuwa waja wake hapa wanapata shida kwa hikma zake na huruma zake, akatuwekea hukumu, akaondosha ya zamani akaleta mpya, hili lawezekana. هل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ Sheikh asema, je, inazuia akili, yani kiakili inazuia an ya'mura al-maliku, kuamrisha mwenye kumiliki, manake bosi ambaye anamiliki watumwa, kumwamrisha mamlukahu, anayemiliki, bima arada, kitu anachokitaka? Je, akili inazuia kweli? Yani kiakili inakubalika kwa haliwezekani? Jambo lawezekana. Ikiwa yawezekana anayemiliki kumwamrisha mamluki wake, kiakili haizuiliki, basi kwa Allah subhanahu wa ta'ala akiamua kubadilisha hukumu anayoitaka kwa huruma zake, pia hili lawezekana. Hili aqlan. Sheria hasa ni masala mengine. Thumma inna muqtada hikmatillah,
hakika muktadha wa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, muktadha yake yani mujibu hikmatillah wa mulzim, kinacholazimisha hikma ya Allah wa rahmatihi biibadihi an yusharri'a lahum ma ya'lamu ta'ala anna fihi qiyama masalih dinihim wa dunyahum, ni kuwawekea sheria wao jambo ambalo anajua Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ndani yake kuna kusimama manufaa ya dini yao na dunia yao. Anafanya hivyo kwa huruma hizi. Wal masalihu takhtalifu bihasabi al-ahwal wal azman, na masalih kwa maana manafi'i yanatofautiana kulingana na hali na zama. Yani kila zama inavyozidi kusogea na hali ya watu inavyozidi kuwa na mazingira fulani, basi inabidi hukumu zibadilike. Faqad yakunu al-hukmu fi waqtin, inaweza ikawa hukumu katika wakati fulani au hali fulani, hiyo hukumu ikawa ni aslaha lilibadi, ina maslaha zaidi kwa waja wake. Wa yakunu ghayruhu, na ikawa nyingine fi waqtin au hali ukhra aslaha, kwa maana kwa kipindi hicho sasa na hali fulani, basi hukumu ile tuliyopata mwanzo hapa sio mahala pake, kwa hapa ndio mahala pake, tuihamishe kuitoa huku kuleta katika mazingira fulani, ima katika hali ya ugumu na katika hali ya wepesi kulingana na mazingira yalivyo. Wallahu alimun hakim, Mwenyezi Mungu ni mjuzi na mwenye hikma. Wa amma wuqu'uhu shar'an, ama kutuka an-nasakh kisheria, falil adillati minha, miongoni mwa dalili, kuna dalili nyingi, miongoni mwazo qauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah mtukufu, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ma nansakh ay ma narfa, hatuondoshi min ayatin, aya yoyote, au nunsiha, au kuibadilisha, sio kuisahau, au nunsiha, au kuibadilisha, tushaibadilisha au kuiondosha, na'ati bi khairin minha, tualeta ambayo ni bora zaidi kuliko hiyo ya mwanzo, au mithliha, au mfano wake. Kwa hiyo nunsiha, lugha yako hapa isifanye kazi, irudi kwenye nini? Kwenye tafsiri. Ma nansakh ay ma narfa, hatuondoshi, min ayatin, aya yoyote, au nunsiha, au nubadiluha, au kuibadilisha. Tukishafanya hivyo, jawabu lake na'ati bi khairin minha, tunaleta ambayo ni bora zaidi kuliko hiyo tuliyoibadilisha, au mithliha, au mfano wake. Kwa maana yake ni tukio ambalo kisheria limefanyika na linaendelea. Sasa hivi halifanyiki tena kwa kuwa yule aliyekuwa anashushiwa wahi hayupo tena, nasikh ishakoma, hakuna tena sasa hivi. Qauluhu ta'ala, al'ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Aya imeanzia mbali kuelezea kuhusiana na iliyokuwa ni wajibu wakati wa mwanzo, yatakiwa Muislamu mmoja mwenye subira apambane na maadui 10 yeye mwenyewe, awe ana silaha, anatumia mkuki, anatumia bunduki, panga, lakini mbele yake maadui 10 lazima apambane nao. Allah mwenyewe kwa huruma zake akafanya takhfif, badala ya 1 kwa 10 akafanya 1 kwa 2, takhfif. Kwa maana yake mbele yako upambane na maadui 2 tu anakutosha. Wasema al'ana khaffafa Allahu 'ankum, sasa hivi Allah amewapunguzia, wa alima anna fikum dha'fa, na amejua kwamba katika nyinyi kuna dha'f, tayari mshaanza kuchoka, uwezo wa mapambano ni mdogo. Lakini hatuondoshei 1 kwa 1, tuwafanyia tahfif tu, kuanzia leo 2 kwa 1 basi. Katika hii aya tutakuja kujifunza kwenye akida kuwa Mashia, moja katika vitu ambavyo alivyokosa adabu, ambao pia vyawaingiza katika
ugomvi na Mola wao, wanaitakidi kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ana kitu kinaitwa albadaa. Kumbe naye muda mwingine anadhihirikiwa na vitu yani kama vile vilikuwa havijui, kusema waalima na akajua, maana kumbe muda mwingine si kwamba ni vitu havijua siku zote, inafaa tu kumjia. Ta'ala Allahu amma yaqulun au yasifun, wanaitakidi hivyo katika baadhi ya itikadi zao. Hile falana bashiruhunna ilikuwa imekuja kabla ya kuja aya ya kuruhusiwa watu kufanya tendo la ndoa na wake zao usiku wa mwezi wa Ramadhani. Ilikuwa ni mamnuu, manake hukubaliwi kama itakuwa ishaingia magharibi, uruhusiwi kufanya chochote. Hasa masahaba walikuwa wanajaribu kuibiza. Mwisho Allah mwenyewe baada ya kuona hawawezi ya watu, mchana wamefunga na bado usiku speed bado wanazo, ngoja ni waruhusu badena mambo yao. Ukisoma kwenye Ibn Kathir utapata kwa urefu zaidi kisa chake, na hapa tuangalia usul fiqh. Falana bashiruhun, sasa hivi waingilieni. Kabla hapa ilikuwa wanazuiliwa, na Umar walikuwa asema tulikuwa tufanya khiana sisi, tumekatazwa lakini tuibiza. Ile dhaifu ya Ramadhani haijatosha, kumbe wanazidi kuimarika. Kwa hiyo wakawa wanaibiza, ndio ikashuka aya kuwatoa katika hali fulani ya ugumu kwenda katika hali ya nini, ya uhalali, kama tulivyoona kule mwanzo. Rejea tafsiri ya Ibn Kathir sababu kwenye simu zipo, kisha kipindi kijacho utupe kwa mukhtasar. Fa inna hadha nassun fi taghyir al-hukm as-sabiq, asema hii ni nas na dalili katika kubadilisha hukumu iliyotangulia. Pia kauluhu sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi fazuruha fa innaha tudhakkirukum alakhirah. Sema nilikuwa nimewakataza ninyi kutembelea makaburi, ama sasa hivi fazuruha, yatembeleeni. Kwa nini? Kwa kuwa yanawakumbusha akhera. Kwa hiyo Mtume pia anabainisha hili kuwa mambo ya naskhi yalikuwepo kisheria na yametuka kweli wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam. Fahadha nasun fi naskhi an-nahy an ziyarati al-quburi, na hili naskhi ambayo imekuja kufuta, kubadilisha hukumu ya kukatazwa kuzuru makaburi, ikawa hasa imekuja nasi ya kuhalalisha kulifanya jambo hili. Kwa ndio moja katika baadhi ya mifano yetu ambayo inaonyesha kwamba tukio hili limefanyika kisheria. Ma yamtani'u naskhuhu, kuna vitu ambavyo haiwezekani kuifanyia naskhi moja kwa moja. الأخبار، لأن النسخ محله الحكم. أسمع kuna baadhi ya habari, yani habari ikiwa Allah anaelezea habari ya tukio fulani, labda kisa fulani, hii haifanyiwi naskhi kabisa, inazuilika kufanywa naskhi. Kwa nini? Naskhi inadili na mambo ya hukumu, mahala pake ni hukumu peke yake, sio nini, sio akhbar. wala naskh walianna naskh ahad alkhabarain yastalzimu an yakuna ahaduhuma kadhiba walkadhibu mustahilun fi akhbari Allah wa rasulih. Asema kwa kuwa kuondosha moja ya habari mbili, yani labda anaeleza Allahu ahad, Allahu samad, hii ni habari. Lam yalid wala yulad, hii ni habari. Ukasema hii inafanywa an-nasfu, italeta tafsiri gani? Kwamba hii ya kwanza
ina sura gani na ya pili ina sura gani. Walianna naskha ahadi al-khabarain, sababu kuondosha moja ya habari mbili, yastalzimu, inalazimu an yakuna ahaduhuma kadhiba, inalazimu kuwa moja katika habari mbili hizi moja ni ya uongo. Walkadhibu mustahilun fi akhbari Allah wa rasulihi, na uongo ni wenye kushindikana, ay mutaadhirun katika habari za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Jambo hilo halipo. Allahumma illa an yakuna al-hukmu ata bi surati al-khabar. Allahumma hapa sio ebo langu wa haki. Allahumma lakini kipindi Allahumma illa isipokuwa, illa lakin isipokuwa, ikiwa hukumu imekuja katika sura ya khabar. Yaani maana yake nini? Tumejifunza kuwa inaweza ikaja habari lakini kumbe ina maana ya insha, kama ilivyokuja kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, walwalidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-radha'a. Wanawake hapa sio wananyonyesha, wanyonyeshe. Walwalidatu, akina mama walezi wazazi, wanyonyeshe, sio wanyonyeshe. Hapa utueleze habari wanyonyeshe, maana yake ni al-khabar kwa maana ya insha. Walmutallaqatu yatarabbasna, wasubiri, sio wanasubiri, wasubiri. Hii ni amri, ni habari kwa maana ya amri. Kwa hiyo anasema Allahumma illa an yakuna al-hukmu, isipokuwa ikiwa hukmu ata bi surati al-khabari, imekuja kwa sura ya khabar kama vile maelezo, lakini wakati huo ndani yake kuna hukmu, fala yamtani'u naskhuhu, haizuiliki kuifanyia naskhi. Kaulihi ta'ala, wa in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200, endapo watapatikana miongoni mwenu wapiganaji 20 wenye subra, hawa wanawashinda 200. Angalia 20, 200 gawanya kwa 20 itafanya ngapi? 10. Kwa maana adui mmoja, maadui 10 muislamu mmoja, tena awe ni sabir. Al-aya ay akmil al-aya. Fa inna hadha khabarun ma'nahu al-amru, kwa hii ni habari maana yake ni amri. Kwa hiyo sio wanawashinda, washinde 200. Walidha jaa naskhu fi al-ayati allati ba'daha, ndio kwa hiyo imekuja naskhi yake katika aya iliyokuja baada yake. Wa hiya qawluhu ta'ala, al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fiikum dha'afa fa in yakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200. Wakipatikana miongoni mwenu, kwanza sasa hivi Allah ashajua kuwa kuna dhaaf, alikuwa anajua kabla ya hapo na ataendelea kujua kwa mujibu wa itikadi ahli sunna wal jamaa. Fa in yakum minkum 100, wakipatikana miongoni mwenu 100 sabira, kikundi cha watu 100 wenye subra, yaghlibu 200, wawashinde 200. Kwa hiyo ni 200 gawanya kwa 100, utapata kila Muislamu mmoja pamoja na maadui wawili. Baada ya kuonekana sasa hivi maslaha si 10 kwa wawili, maslaha ni mmoja kwa ngapi? Kwa wawili, kulingana na hali ya mujahidina fi sabilillah. Kwa hiyo hii ni jambo lipo kisheria wala halifundikana. Ma yamtani'u naskhu, jingine ni al-ahkamu allati, hukumu ambazo takunu maslahatan fi kulli zamani wa makani, hukumu ambazo zinakuwa ni maslaha na manfaa katika kila zama na kila sehemu. Manake hizi kila zama zina manfaa, hazina chagui zama hizi, na kila sehemu zinafaa, chagui sehemu.
katauhid kama vile tauhid, wa usuli iman na misingi ya imani kwa maana nguzo za imani hizo, wa usuli ibadat na misingi ya ibada, wa makarim al-akhlaq min as-sidq na tabia njema miongoni mwa ukweli, wal afaf kujizuia, wal karam na ukarimu, washajaa na ushujaa, na nahwi dhalika na mfano haya. Fala yumkinu nasxu al-amri biha, haiwezekani kuondosha amri biha, yani kwa hizi ahkamu ambazo masala yake yanaendelea. Huzi kama imekuja amri wasema hii tutaibadilisha, tutaifuta hii yote hukumu nyingine, haiwezekani. Kwa kuwa manufaa yake ni salihu ni kuli zamani na makani, wala haichague zama wala sehemu. Wakadhalika la yumkinu nasxu an-nahy, vile vile haiwezekani kuondosha nahy katazo, amma huwa qabihun fi kulli zamani wa makani, jambo ambalo ni baya katika kila zama na kila sehemu. Manake zama zote ni baya, nyakati zote pia ni baya, sehemu zote pia ni baya. Kashirki kama vile ushirikina, wal kufri na ukafiri, masawi ila akhlaqi na tabia mbaya, min al-kadhibi kutokana na uongo, wal fujuri na uovu, wal bukhli na bakhili, wal jubni na woga, na nahwi dhalika na mfano haya. Idhi shara'i'a kullaha ni masalih al-ibadi, kwa sababu sheria zote zimekuja kwa ajili ya manufaa kwa waja, pia wadafi'il mafasid anhum, na kuwaondoshea mafsada na ubaya na maharibiko kwao, ndio lengo la hizi sheria. Sasa kama itakuwa ni ushirikina, basi hawezi kuwa ile nafsi itoe hili ije na hukumu nyingine, kwa kuwa ni baya zama zote na sehemu zote nabakia hivyo milele. Shurutu an-nasakh, sharti za an-nasakh, tafuta kituo. Yushtaratu lin-nasakh fima yumkin nasakhuhu shurutun, yushtaratu lin-nasakh, inawekwa sharti lin-nasakh kwa ajili ya an-nasakh, fima yumkin nasakhuhu, katika kile ambacho inawezekana ukibadilisha kwake, shurutun, inawekwa sharti. Fa'ili wa yushtaratu naibu fa'il ni shurutun, minha ta'azzuru al-jam'i baina ad-dalilaini, kushindikana kukusanya baina dalili mbili. Imekuja dalili mbili, ukajaribu kufanya al-jam'u, imeshindikana, hapa ndio utaangalia jambo jingine likosekana, mwisho ndio utaruhusiwa kufanya nasakh. Tuliona ilivyokuja hadithi ya Abu Ayyub al-Ansari, ilikuwa inazungumzia masaili ya watu wanapojisaidia selekee qibla wala wakisipi mgongo qibla, lakini shariki au gharibu. Ikaja hadithi nyingine na Abdullah bin Umar, kaonekana ameelekea qibla. Jari hapa mimi na wewe ungekimbilia an-nasakh, lakini wanawachuoni jambo la kwanza kabisa wamefanya al-jam'u wa tawfiq, kule kukusanya nafsi mbili hizi, kila mmoja aweze kufanya kazi kwa maeneo yake. Ikawezekana hilo, ikatoka ruhusa kuwa watu wakiwa wanajisaidia porini, mawangwani, wale ndugu zangu ambao wanajisaidia kwenye mikoko huko sehemu za baharini, basi kule wajitahidi wasielekee wapi? Qibla, wala wasipe mgongo qibla, sababu sehemu ya kujitenga ipo, uwezekano upo. Ama akiwa majumbani, kama imeshindikana kujitenga, basi wanaweza wakaelekea, kaonekana zote zikafanya kazi, kwa kila mmoja akafanya kazi upande wake. Kwa jambo la kwanza ni ta'azzuru jam'i baina dalilain. Fa in amkana al-jam'u, ikiwezekana al-jam'u, fala nasakha, hapana nasakh liimkani al-amal bikulli minhuma, kwa kuwezekana kufanyia kazi dalili zote mbili. Ila kwanza sasa nyingine, al-ilmu bitaakhuri an-nasikh, kujua ile nafsi ay dalili ambayo inayomfuta mwenzake, inambadilisha mwenzake, tujue kuwa hii imekuja kuchelewa, kwa maana tujue iliyotangulia na iliyokuja baadaye. Kama hayajulikani haya, basi nafsi itakuwa ni ngumu.
wayu'lamu dhalika, na hili la kujua kwamba hii imechelewa an-nasikhi imma bin-nafsi, imma kwa dalili, au bi khabari sahabi, au kwa habari ya sahaba, au bitarikh, au kwa tarikh, historia ionyeshe hivi, tarikh ionyeshe hivi. Sababu takuwa wanaelezea hili, wanajua kwamba tukio hili tunaliona litokea mwaka fulani na hili mwaka fulani, baada ya kuja hili ikabidi ikabadilishwa. Tarikh nayo ina nafasi yake. Mithalu ma ulima ta'akhuruhu bin nafsi, mfano wa nasikh ambayo inajulikana kuchelewa kwake kwa dalili, kwa nafsi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kuntu adhintu lakum fil istimta'i minan nisa'i wa inna Allaha qad harrama dhalika ila yawm al-qiyamah. Sema kuntu adhintu lakum, nilikuwa nimewapa ruksa na idhini, fil istimta'i, katika kufanya ndoa ya mut'a, minan nisa. Lakini katika mwaka wa 7 katika vita vya Khaibar, Mtume kaharamisha vitu viwili. Kaharamisha kula nyama ya punda hawa majumbani, na pia kaharamisha na ndoa ya mut'a. Unasema wa inna Allah qad harrama dhalika ila yawm al-qiyamah, Allah ameliharamisha hili mpaka siku ya kiyama. Kwa unaona tayari inaonekana nafsi ya hadithi imekuja kulibainisha hili. Mithalu ma'ulima bi khabari sahabi, na mfano wa nasikh ambayo imejulikana, kwa maana hii ruhusa ilikuwa kwenye Qur'ani pia katika suratu Maida kama sikosei, iko aya, lakini baadaye ikaja kuzuiliwa na hii. Sasa mashia wao bado wamekamata pale pale. Kwa nini? Jambo lao wanalitaka. Lakini ubaya zaidi ni kwamba kama utamwambia bana, basi kwa sababu jambo lipo, naomba binti yako na mimi, hawezi kukubali. Yaani kumpa tu challenge kuwa si jambo masema lipo laendelea, basi mimi nimekuja nizawadie binti yako hata mwezi tu, alafu baadaye nitamwacha uone anaweza akakupa. Kwa maana yake wanalisema kwa wenzao, lakini wao walikuambia wala hawezi kufanya. Mithalu ma'ulama bi khabari sahabi, na nasikh ambayo inajulikana kwa habari ya sahabi, qaulu Aisha radhiyallahu anha, qaulu ya bibi Aisha Mwenyezi Mungu amridhie, anasema kana fima unzila min al-Qur'an 10 rawda'atin ma'lumatin yuharridna thumma nusikhna bi 5 ma'lumatin. Asema ilikuwa miongoni mwa vilivyoteremka miongoni mwa Qur'ani wakati huo 10 rawda'atin, manyonyesho 10 ma'lumatin ambayo yanajulikana, yuharrimna, yanaharamisha. Anakusudia nini? Kuwa ilikuwa unaponyonya ziwa moja na binti, tujalie kuwa mama imekuwa na shida, ziwa lake kulinyonya unapata shida, ukalazimika ukanyonye kwa mama wa jirani, ambaye mama huyo kuna binti ambaye pia wakati huo ananyonya, wakati bado anaendelea kunyonya. Kwa kitendo cha kunyonya kwenye ziwa lile, manyonyesho 10, maana yake 10 anakusudia nini? Unyonye mwenyewe mpaka ushibe uliachie. Kesho tena au baadaye ukafanya hivyo hivyo, yafike mangapi? 10. Ikishafika 10, huyu binti ni dada yako minarradhaa, huruhusiwi kumuoa. Na yule mama yake tayari mama yako minarradhaa, pia huruhusiwi kufanya lolote naye, ni mama yako katika kunyonya. Kwa mangapi? Manyonyesho 10. Hii ikaja kubadilishwa hukumu hii, na lafzi yake pia ikaondoka, ikaja kisha asema thumma nusikhna, kaja 5 ma'lumatin au 5 rawda'at ma'lumatin yuharrimna. Ni aya hiyo ilikuwa ndani ya Qur'an,
manyonyesho matano tena yanayojulikana yanaharamisha nini? Yanaharamisha kumfanya huyo binti wewe kuruhusiwa kumuoa kisheria, na pia mama yake atakuwa ni mwao katika kunyonya mama yake kwenda juu, wote hawa ni mama zako. Ama kaka yako ambaye hajanyonya pale, yule anaruhusiwa kuoa. Sio sawa? Turudi kwenye usul fiqh. Manyonyesho matano. Hii aya ilikuwa katika suratul Nur. Lakini leo ukisoma suratul Nur kupati lafzi yake, bali hukumu yake inafanya kazi, lakini kwa manyonyesho mangapi? Matano. Suratul Nur. Na kufuatia tafsiri al-ilmi wanaeleza mpaka ilikuwa aya ngapi, wanajaribu kuichomeka kwamba ilikuwa baada ya aya fulani ikaja aya hii. Kwa hiyo hilo lipo. Kwa cha msingi tujifunza nini? Kuwa inawezekana ikaondoshwa lafzi na hukumu ikaendelea kufanyaje kubakia. Sasa yale manyonyesho 10 lafzi inaondosha na nini na hukumu, lakini ikaja hukumu ya matano na lafzi ikawa haipo. Tunajua kwa njia gani? Kwa njia ya kauli as-sahaba. Sahaba ndio katuelezea hivyo. Tutafuta kituo ili tusali. Wa mithalu ma'ulima bitarikh qawluhu ta'ala al-ana khaffafa Allahu 'ankum al-aya. فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم دلالات الألفاظ. لازم mlango huu msome, ni wajibu mno. Yaani haraka kusema al-ana inaonyesha nini? Lakini al-ana khaffafa inaonyesha juu ya kwamba hii iliyokuja baada ya al-ana imechelewa, na hii ya mwanzo imetangulia. Kuna an-nasikh na al-mansukh, inaonyesha juu ya kuchelewa hukumu, yani ya adui wawili kwa Muislamu mmoja. Wakadha law dhukira anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hakama bi shay'in qabla al-hijra thumma hakama ba'daha bima yukhalifu fathani nasihun. Na vile vile mfano ikitajwa kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alihukumu kitu kabla ya kuhama, kisha akahukumu baada ya kuhama bima yukhalifu, hukumu ambayo inaenda kinyume na ile ya mwanzo, basi fathani nasihun, hii hukumu ya pili imefuta ile ya kwanza. Mwisho thubutu an-nasikh, kuthibiti an-nasikh. Washtarata al-jumhur an yakuna aqwa min al-mansukh au mumathilan lahu. Asema moja katika vitu ambavyo tutajifunza, kuna taadhubu jami baina dalilaini, al-ilmu bi ta'akhur an-nasikh, alafu jingine thubutu an-nasikh, kuthibiti kile chenye kuondosha nishati hiyo. Washtarata al-jumhur an yakuna aqwa, wameweka masharti jumhuru al-fuqaha kuwa an-nasikh lazima iwe ni aqwa min al-mansukh au mumathilan lahu, au zio za fanana. Fala yumsakhu al-mutawatir indahum bil ahad. Hadithi mutawatir kwao haiwezi kuondoshwa na hadithi ahad. Tunajifunza kuwa tuna makundi ya manne ya hadithi kwa mujibu wa usahihi. Tuna alhadithu makundi mawili kwa mujibu wa umashuhuri na umaarufu. Tuna almutawatir na alahad. Na kwa mujibu wa usahihi tuna as-sahih, tuna al-hasan, tuna ad-da'if na al-mawdu'. Na aina za hadithi tuna aina mbili: hadithu nabawi, hadithu al-qudsi. Sasa hii hadithi mutawatir imekuwa ni katika mafungu ya umashuhuri na umaarufu, haiondoshi hadithi hii. Kama mfano ndio iliyokuja na hukumu mwanzo,
ikaja hadithu ahadi kuja kufuta hii hukumu haiwezekani. Lazima iwe an-nasikh ni aqwa min al-mansukh. Wa in kana thabitan, na hadithi mutawatir ni ile hadithi ambayo wameipokea jam'un kathir, kundi kubwa la wapokezi ambao kwa wengi wao hawawezi kuafikiana juu ya uongo. Yaani huwa mkiwa kikundi watu 10 au zaidi ya hapo, kila mtajaribu kutengeneza uongo, basi mwanzo kuminyana bwana, lakini ijulikane mambo yatakuwa mazito. Lakini mkiwa wawili mnaweza kuyapanga na yakafanyika. Hata watoto pia kama ni wakipanga tuibe atufanye, lakini ishike itakuwa yataminyana mwisho wa siku, kama bwana tuachane na kwanza wengine waambea. Lakini ndio usurika jambo hakitendeka. Kwa hiyo ni jambo ghafir ambayo haiwezi kufikia ndio kusema nini? Kusema inashindikana ni kusema uongo, ni hadithi mutawatir. Ama ahadi kinyume chake, ukiwa wawili mmoja, utakuja kujifunza kwenye mustalah al-hadith. Wa kana thabitan, hata kama ikiwa ni thabit kwa kuwa ya ahad, basi haiwezi kuondosha hukumu ambayo imethibiti kwa njia ya mutawatir. Lakini wal arjahu annahu la yusharatu an yakuna an-nasikh aqwa au mumathilan. Lakini kauli iliyokuwa na nguvu kwamba si sharti kuwa an-nasikh ni aqwa au mumathilan au iwe inafanana, kwa maana kama mutawatir kwa mutawatir, ahadi kwa ahadi, hakuna masharti hayo. Kwa nini? Lianna mahalla al-hukm an-nasikh al-hukm, sababu mahala pa nasikh ni hukumu, sio nini? Sio nasi, sio dalili. Hukumu ndio inayoondosha. Hasa hukumu haiwezi kusifika na aqwa wala adhaf. Hukumu inakuwa na daraja hii moja. Wala yusharatu fi thubutihi at-tawatur, wala pia haiweki sharti katika kudhibiti an-nasikh at-tawatur, kwamba lazima iwe kuna tawatur, watu wakubaliane ndio nasikh ithibiti. Hilo jambo pia halipo. Kinachoangaliwa ipatikane hukumu iliyotangulia, kisha ije nyingine ambayo imekuja kwa kuchelewa iweze lafdhi hii iweze kubadilisha hukumu ya tamko ambalo limetangulia. Hayo ndio ambayo natakiwa yazingatiwe katika mlango wetu huu wa an-nasikh. Ama maneno mengine tutaenda kujifunza aqsamu an-nasikh katika darasa inayokuja. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan.